Na mshabash, leo ni tarehe 21 ya mwezi huu wa Mei, na mwezi huu tumeshuhudia matukio makubwa katika ulimwengu wa soka. Hii ni Mawimbi ya Michezo ambayo inazungumzia soka kwa marefu na mambwanga. Tunachambua kwa kimantiki, na mgeni wangu ambaye anashughulisha kipindi hichi sio mwingine ila ni Mr. Edinson kutoka hapa taasisi ya elimu ya Jewel Technical College. Na kabla tujaanza shughuli, wiki hii timu klabu ya Arsenal wametawazwa mabingwa wa kombe la Uingereza. Baada ya miaka 22, timu hii ya Mikel Arteta wamelitoa ubingwa wa 2025-26 baada ya Manchester City kuondoka sare goli 1-1 dhidi ya Bournemouth, mechi ambayo ilipigwa katika uga wa Vitality Stadium. Kando na hayo, tunaangazia draw ya michuano ya kufuzu kombe la mataifa Afrika AFCON qualifications, na draw hiyo ilifanyika kule nchini Misri katika mji mkuu wa Cairo. Hali kadhalika ligi hapa nyumbani ya FKF SportPesa Ligi weekend hii itarindimwa mechi ya 33 ambapo Gor Mahia atakuwa mwenyeji wa Mara Sugar katika uwanja wa Awendo Green, na FC Leopards akipiga dhidi ya IPS Bomet. Kule ughaibuni, ligi kuu ya Uingereza itatamatika weekendi majira saa 12. Itapigwa mechi zote 10 ambapo Arsenal atafunga msimu na timu ya Crystal Palace. Kadhalika Manchester United akipiga dhidi ya Brighton katika uga wa Molineux Stadium. Na nimkaribishe mgeni wangu, karibu. Asante sana. Naitwa Edison. Hali gani kaka? Niko fit, niko salama. Na leo nakaribisha katika Mawimbi ya Michezo kama kawaida kuzungumzia masuala ya kabumbu. Je, unazungumziaje ushindi wa Arsenal, hasa ukizingatia kwamba wamelitoa ubingwa wa msimu 2025-26 baada ya Manchester City kuondoka sare ya goli 1-1? Arsenal ilikuwa tu sawa yenyewe after 22 years si mchezo. Najua hizo miaka zote bila kuchukua kikombe, na kila season unakuanga top 4. Kuna venye ile tishango, so walikuwa tu wana deserve hiyo kikombe. Hakika ni furaha mivili ya mvuvi aliyevua pakacha la samaki. Na unapozungumzia Arsenal league contenders Manchester City, je, unazungumziaje kocha wa Manchester City Pep Guardiola, taarifa yake kuvuja katika wanahabari kwamba ataondoka Manchester City? Je, unawazia kwamba hilo liliwavuja moyo wachezaji wa Manchester City? Kulingana na mimi sidhani, kwa sababu huyo coach amekuwa sawa. Ukiangalia ligi amebeba hata zikifuatana, FA ndio hiyo amebeba, yani amefanyia kila kitu hiyo timu yenye walikuwa wanataka, so sioni kani mbaya akitoka, acha pia ende apumzike kama Klopp. Hakika wanasema siku zote mtafutaye choki na kichoka keshapata, na mvumilivu wa choki mvumilivu hula mbivu. Baadaye msimu wa 2025-26 kote ulimwenguni, hasa katika uga wa nyumbani wa Emirates Stadium, mashabiki wa Arsenal walishuhudiwa pale nje ya uga huo, ambapo walikongamana kusherehekea ushindi wao wa msimu huu, na kombe watakabidhiwa mwishoni wa msimu huu, ambapo watakipiga dhidi ya Crystal Palace katika uga wa nyumbani wa Crystal Palace wa Selhurst Park. Na sasa tuweke mada hayo kando, tuzamie katika soka hapa nyumbani ya FKF SportPesa Ligi sambamba na kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Tuanzie na ligi kuu ya hapa nyumbani ya FKF SportPesa Ligi, na sasa tunazungumzia timu ya Gor Mahia ambao wapo kileleni mwa jedwali na alama 68, na weekend hiyo watakipiga dhidi ya Mara Sugar, na endapo Gor Mahia watasajili ushindi katika mechi hiyo watatuzwa ubingwa wa msimu huu 2025-26. Je, ingawaje mechi hiyo imezua tetesi kwamba ilikuwa ipigwe kule katika uga wa Nguru, ingawaje imerejeshwa. Je, unazungumziaje huenda Gor Mahia wakasajili ushindi hapo? Najua sasa mimi ni fan wa FC. Sasa wakiteleza tu hivi kidogo, hiyo kikombe imeenda. Lakini wakingangana watapewa tu. Lakini mimi sioni
Na klabu ya FC Leopards weekend hii watakipiga dhidi ya PS Bomet, wanashikilia nafasi ya pili na alama 64 baada ya ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Kakamega Homeboyz, mechi ambayo ilipigwa katika uga wa nyumbani wa Kakamega Homeboyz kule Complex, uga wa nyumbani wa Kakamega Homeboyz. Kutokana na ushindi huo, FC Leopards wapo nafasi ya pili na alama 64 na kufikia sasa wamesajili alama 64. Je, msimu huu FC Leopards msimu unaenda kutamatika, matumaini yao ya kulitoa ubingwa vipi? Waking'ang'ana alafu Gor Mahia wateleze kidogo, bado kunaweza kuwa na hopes, lakini Gor Mahia wakishinda dhidi ya Mara Sugar, hiyo ni kama tu watawaachia. Na msikilizaji, na mlinda lango wa timu ya Shabana Stephen Ocheng ndiye mlinda lango ambaye ameondoka na ambaye ana clean sheets nyingi na tayari amejishindia glove ya dhahabu. Mlinda lango huyu Stephen Ocheng kufikia sasa anazo clean sheets 16. Baada ya mechi ya weekend dhidi ya Bidco, Shabana alisajili ushindi wa goli 1-0, na kutokana na ushindi huo ni rasmi kwamba mchezaji huyu wa timu ya Shabana ndiye ataondoka na glavu za dhahabu, glavu ya dhahabu. Tukiachana na hayo, na sasa katika wafungaji bora, Joe Irongo Ithera wa Morangasil, licha ya Morangasil kupoteza kwa magoli 3-1 dhidi ya Gor Mahia, Joe Irongo Ithera alifunga goli la kufutia machozi kwa Morangasil, na kutokana na goli lake anaendeleza msururu wa kufunga magoli. Kwa sasa ana magoli 17 na mchezaji huyo wa Morangasil anafukuzia kiatu cha dhahabu. Anafuatwa na Polo Koth wa timu ya Ulinzi Stars na magoli 14. Na sasa tubadili mjadala, tuachane na hayo ya ligi kuu hapa nyumbani ya FKF Super League, na sasa tuzamie katika soka ya inayojumuisha ligi ya kusaka bingwa Afrika AFCON 2027. Na wiki hii kulifanywa draw ya AFCON ambayo itapigwa hapa nchini Kenya pamoja na Uganda na Tanzania. Na timu ya taifa ya Harambee Stars imejumuishwa katika kundi D, ambayo kundi hiyo inayo Afrika Kusini, Guinea na Eritrea. Tuzungumzie hapo kwa timu ya taifa ya Harambee Stars kujumuishwa katika kundi D. Na je, matumaini, ingawaje timu ya taifa ya Kenya imefuzu kwa kuwa ndiye mwenyeji. Je, huenda msimu huu, huenda mwaka ujao katika makala ya AFCON timu ya taifa ikaonyesha utofauti? Hiyo tutaangalia tuone hiyo AFCON juu Kenya nayo hiyo group wako ndio watatoboa juu zile nchi si yatikali vile, lakini po semifinals quarter amesioni wakitoboa bado. Na unapozungumzia semifinal wala robo finali, msimu jana katika mwaka jana katika mechi za CHAN, Kenya ilibanduliwa katika hatua ya robo finali na Madagascar, na chanzo cha bidii ya wachezaji hao wengi walisema ni milioni 1 kutoka kwa Rais Daktari William Samoei Ruto. Je, endapo timu hii itatunukiwa kwa kila mechi ushindi, je, huenda wakajizatiti hadi kufikia hatua nyingine bora ambayo itahakikishia Kenya soka? Ndio. Sasa William Ruto akifanya vile alifanya last time, akiwa promise after game, wale vijana watajituma sana na watatoa results mzuri. Wanaweza fika hata semifinals, lakini si hawezi beba. Na msikilizaji, kundi D inamshirikisha Afrika Kusini, South Africa, Eritrea, taifa la Guinea, timu na pamoja na timu ya taifa ya Kenya. Na timu mwenyeji ambayo itaandaa michuano hayo ni nchi ya Uganda, ambayo imejumuishwa katika kikosi katika kundi H, na kikundi hicho kinajumuisha Tunisia, Uganda, Libya na Botswana. Je, ukizungumzia kundi hilo, je, kundi hili huenda timu ya taifa ya Uganda the Cranes wakasajili wakaandikisha historia? Uganda ndio watang'ang'ana, lakini bado sioni wakitoboa hapo juu Uganda experience yao bado iko chini,
si ile timu ati unaweza itegemea nini, hapo sioni wakitoboa. Na katika kundi L, kundi la mwisho, ndipo Taifa Stars, timu ya Tanzania na Nigeria pamoja na Madagascar na Guinea Bissau wapo katika kundi hili. Sasa timu ya taifa ya Tanzania msimu jana pia walibanduliwa katika hatua ya robo finali, quarter finals. Je, huenda mwaka 2027 ukaonyesha utofauti? Sasa hiyo group yao walikuwa na Nigeria. Na unajua pia Nigeria ni timu iko na experience. So pale itakuwa ngumu kwa timu zote. So lakini Nigeria tu ni wakali. Hapo Nigeria ndio watatoboa. Na msikilizaji, na kufikia sasa katika vikundi ni vikundi 12 na jumla ya timu 48 kutoka bara nzima la Afrika. Na makundi 12 yapo, ingawaje timu 24 ndizo ambazo zinatakiwa. Na katika kila kundi timu 2 zitahitajika, ingawaje kutoka makundi ambayo timu wenyeji zipo Uganda, Kenya na Tanzania, bado ni timu moja tu itakuwa ikifuzu. Sasa draw hii ilifanyika katika nchini Cairo, nchini Misri, katika mji mkuu wa Cairo. Kufikia hapo kipindi cha kwanza natamatisha. Nitarejea na mengi zaidi kuzungumzia soka kule ughaibuni, hasa mabingwa wa msimu huu 2025-26 katika ligi 5 bora barani Ulaya. Kwako Ganda ulipo, nitarejea na mengi zaidi kwa muda usiokuwa mrefu zaidi.